anaingia kati. Kimwangalia Duke Abuya ni namba 8. Kipindi cha kwanza Duke Abuya. Alikuwa Duke Abuya ndio amesema pale kama namba 6, lakini Duke Abuya ni nature anacheza namba 8. Ndio unaona Yanga kama ilikuwa inalegalega, lakini baada ya kufanya sabu kuongeza uhai pale katikati, unaona timu imerudi, wamecheza vizuri, wamepata matokeo. Kwa mimi nadhani kocha tayari hii mechi imemuonyesha kwamba wewe timu yako ni ipi. Unajua ndio mechi yake ya kwanza huko. Kwa hiyo mechi ya kwanza anapata ushindi wa goli 4. Inabidi tumpongeze. Sometime mwanzo kona Yanga anacheza vibaya kipindi cha kwanza, kumbe ni plani tu ya mwalimu. Kaamua kupanga vile kwamba kipindi cha kwanza tucheze hivi, kipindi cha pili tubadilishe mfumo tukashinde. Unagata sisi Simba jana. Kipindi cha kwanza tumecheza vibaya. Kwa sababu gani? Wale makocha ni wapya, wanahitaji kuangalia kwanza timu mpinzani, amsome mfumo wake and then abadilishe afanye mpango. Huyu kocha Yanga wewe kuna kitu tayari ameshakuonyesha. Sasa goli 4 ndugu yangu, afu hamna goli hata la offside, hamna goli la malalamiko, hamna goli ambalo mchambuzi. Ukiangalia hata wewe leo umekuja kuniuliza umeonaje kiwango cha Ndiboye. Ile maana tunakuja kuzungumzia performance ya mchezaji. Sasa kocha tayari tumeshamsahau. Kwa sababu kocha kafanyaje? Atimiza majukumu yake. Yanga imecheza vizuri. Hii pressure hii Yanga inaupeleka kwenye goli la mpinzani. Mimi Yanga namuona nusu finali. Kama atacheza hivi. Kwa kundi lile. Sasa nusu finali yani ligi ya mabingwa. Yanga anakuja kama nyuki hivi. Sasa huyo mpinzani unamzuiaje? Wanakuja watu 7 kushambulia. Watu 7 kushambulia. Unamkaba nani unamwacha? Wanakuja watu 7 pale mbele. Watu 7, hayo unamkaba nani? Ukimkaba Pacome mpira anao Max. Ukienda kwa Max anao Shabalala. Ukienda kwa Shabalala anao Ndiboye. Ukienda wale anao Ekua goli. Sasa unamkaba nani unamwacha nani? Mifumo. Na hii Yanga hii kwa mara ya kwanza tangu msimu umeanza leo ndo nimeona mashabiki wa Yanga wana furaha. Tangu msimu umeanza kwa leo wamefurahi sana. Mbona maiki mashabiki wa Yanga ndo wamefurahi. Sijawahi kuona mashabiki wa Yanga wamefurahi kama leo. Ina maana leo wameanza kuiona Yanga wanayojua. Yanga ni ile mwendo wa ngapi, mwendo wa 3, mwendo wa 4 ukizuba unapigwa 7. Ndio hiyo, huwezi kushinda goli 7 kama huna uwezo wa kumfungua mpinzani. KMC licha ya kufungwa lakini ni timu yenye safu bora ya ulinzi. Huwezi kumbeza KMC. Ana safu bora ya ulinzi. Sio tunaelewana kwenye ligi yetu yani. Kwenye ligi yetu ukitaja timu zenye safu bora ya ulinzi unataja KMC. Lakini unaangalia licha ya ubora alionao kapigwa chuma 4 nyumbani kwako, uwanja wako, kodi wamekulipa. Sio tunaelewana. Viti vyako, mataa yako na umefungwa goli 4. Kwa kweli umezidiwa. Umegeja kundi la Yanga ambalo lina bingwa hapa msemo unamuona nusu finali. Kuna JS Kabili, kuna Yanga mwenyewe, kuna Farabat, lakini kuna National Ahli. National Ahli sio yule watu walomzoea. Ahli mwaka huu amechukua, msimu uliopita amechukua bingwa wa Afrika. Hajachukua. Sasa wa kawaida huyo. Kawaida. Ahli hajacheza finali. Sasa ni Ahli wa kutisha huyo. Mimi ninachokuhakikishia kitu kimoja ndugu yangu. Msimu Yanga makundi anatoboa. Haya twende. Akishatoboa makundi, timu atakazokutana kwa sababu grupu gumu ndio hili. Na ina maana hizi timu ndio zina uwezo wa kumzuia Yanga. Yale magrupu mengine yote hamna mwenye uwezo wa kumzuia. Kwa kijichanganya tu akatoboa hapo, Yanga anamuokota nusu finali. Umemgusa Ahli, kuna Farabati hapa. Sasa Farabati si wachumba tu hao. Mwanangu sikiliza nikwambie, timu ngumu pale ni Yanga peke yake. Kuna JS Kabili. Kwa lile kundi timu ngumu ni Yanga. JS Kabili hujawazungumzia. Nisikilize, Yanga yuko imara maeneo mengi sana. Tuzungumzia backline wako vizuri, washambuliaji wako vizuri, namba 6 combination inakuja inakataa, ikikubali Yanga imekamilika. Sasa unamsemaje? Kocha mechi ya kwanza ameonyesha kitu, anarudi kwenye uwanja wa mazoezi, wanafanya marekebisho. Mechi inayofuata sasa ni pale Benjamin Mkapa. Mechi ya kwanza alianza na Mtibwa Sugar. Zanzibar pale uwanja wa Yanga. Utaona kinachotokea.